Mpenzi wa Bwana, karibu sana katika saa hii njema tunapotamani kutafakari neno la Bwana. Zaidi sana nikukaribishe tunapofungua maandiko matakatifu, tunapofungua kitabu hiki cha Bwana. Tunatamani tuombe kwa pamoja na kisha nitakukaribisha tutasoma kitabu cha Wafalme sura ya pili, Wafalme wa pili sura 22, ambapo tutaenda kidogo parefu mpaka sura 23 na ile fungu la 8. Na hivyo basi tuombe tunapofungua neno la Bwana. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, na litukuzwe jina lako. Tena mimi pamoja na mtazamaji tunapojaribu kufungua kitabu hiki peke yetu hatuwezi. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze tunapokifungua kitabu hiki, tufungulie katika mioyo yetu, katika jina lako Yesu tunaomba, amina. Wafalme wa pili sura ya 22, kuanzia fungu la kwanza. Kukaribishe kama una Biblia yako waweza kufungua, tutakwenda pamoja nami mpaka ile Wafalme wa pili sura ya 23. Na Biblia takatifu inasema, Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 katika Yerusalemu. Na jina la mama yake aliitwa Yedida binti Adaya na Wabozkath. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda sawasawa na njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto. Ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mfalme akamtuma Shafan mwana wa Azalia mwana wa Meshulamu mwandishi nyumbani kwa Bwana, akisema, enenda kwa Hilikia kuhani mkuu, ili aihesabu fedha yote inayoletwa nyumbani mwa Bwana, ambayo mabawabu wameipokea kwa watu. Tena waitie ile fedha katika mikono ya wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana, wakapewe wafanye kazi waliomo ndani ya nyumba ya Bwana, ili wapate kupatengeneza mahali palipobomoka ndani ya nyumba. Wapewe maseremala na wajenzi na waashi, ili kununua miti na mawe yaliyochongwa wapate kuitengeneza nyumba. Lakini hawakuulizwa habari za ile fedha waliokabidhiwa, maana walitenda kazi kwa uaminifu. Naye Hilikia kuhani mkuu akamwambia Shafan mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilikia akampa Shafani kile kitabu, naye akakisoma. Shafani mwandishi akamwendea mfalme, akamletea mfalme habari tena, akasema, watumishi wako wamezitoa zile fedha zilizoonekana ndani ya nyumba, nao wamekabidhi wafanyakazi wanaoisimamia nyumba ya Bwana. Kisha Shafani mwandishi akamwambia mfalme, akasema, Hilikia kuhani amenipa kitabu. Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Kwa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alirarua nguo zake. Mfalme akamwamuru Hilikia kuhani na Ahikamu mwana wa Shafan na Akbori mwana wa Mikaya na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme, akasema, nendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari za maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kufanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilikia kuhani na Ahikamu na Akibori na Shafani na Asaya wakamwendea Hulda nabii mkewe Shalumu mwana wa Tikva mwana wa Harsh mtunza mavazi ya mfalme, naye alikuwa Yerusalemu katika mtaa wa pili.
Wakasema naye, akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu yule aliyewatuma ninyi kwangu, Bwana asema hivi, tazama mimi nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu yao wakaao hapa. Naam, maneno yote ya kitabu alichokisoma mfalme wa Yuda, kwa sababu wameniacha mimi, wameifukizia uvumba miungu migeni, ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo, nawe ukajinyenyekesha mbele za Bwana hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizilarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia wewe, asema Bwana. Fungu la 20, kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakauleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Sura 23 fungu la kwanza. Kisha mfalme akatuma wajumbe, nao wakamkusanyia wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Mfalme akapanda kwenda nyumbani mwa Bwana, na watu wote wa Yuda nao wote waliokaa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote, wadogo kwa wakubwa. Akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana katika nyumba ya Bwana. Mfalme akasimama karibu na nguzo, akafanya agano mbele za Bwana, akamfuata Bwana na kuyashika, akafanya agano kumfuata Bwana na kuyashika maagizo yake na shuhuda zake na amri zake, na kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, na kuyathibitisha maneno ya agano hilo yaliyoandikwa katika kitabu hicho. Nao watu wote wakalikubali agano lile. Kisha mfalme akamwamuru Hilikia kuhani mkuu na makuhani wa daraja ya pili na walinzi wa mlango kwamba watoe katika hekalu la Bwana vyombo vyote vilivyofanywa kwa ajili ya Baali na kwa ajili ya Ashera na kwa ajili ya jeshi lote la mbinguni. Akavipiga moto nje ya Yerusalemu katika mashamba ya Ridron, akayachukua majivu yake mpaka Betheri. Akawaondosha wale makuhani walioabudu sanamu, ambao wafalme wa Yuda waliwaweka ndani ya miji ya Yuda na katika kila mahali pande zote za Yerusalemu, na hao pia waliomfukizia uvumba Baali na jua na mwezi na sayari na jeshi lote la mbinguni. Naye akaiondoa Ashera katika nyumba ya Bwana nje ya Yerusalemu mpaka Kidron, akaipiga moto penye kijito cha Kidron na kuiponda ponda iwe mavumbi, akayatupa mavumbi yake juu ya makaburi ya watu, akaziangusha nyumba za mahanithi waliokuwamo nyumbani mwa Bwana, wanawake walipofuma mapazia ya Ashera. Mpenzi mtazamaji, baada ya kusoma andiko haya, nikukaribishe tunapoingia katika tafakari ya neno la Bwana. Hapo ndipo tutakapojikita katika hubiri letu hili ambalo tunatamani liwe na kichwa kinachotoka katika lile fungu la 8 la kitabu hiki cha sura ya pili, kitabu hiki cha Wafalme wa Pili sura hii ya 22, fungu la 8 inaposema, naye Hilikia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Natamani kichwa cha somo letu kiwe kinajikita mahali hapa, na kichwa cha somo letu kinasema
nimekiona kitabu. Nimekiona kitabu. Kitabu cha Wafalme ni kitabu kinachoonyesha Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili. Ni kitabu kinachotoa historia na kuonesha namna ambavyo Mungu alijihusisha kwa maisha ya watu wake kupitia uwakilishi wa wafalme. Kitabu cha sura 22, kitabu hiki cha Wafalme 22 kinatupatia habari ya wakati ambao anaingia mfalme mwingine baada ya ufalme mwingine kuondoka. Lakini kuna habari ambayo hautapendezwa sana kuisikia, ya kwamba katika sura hii ya 22 kitabu cha Wafalme kinatupatia habari siyo tena ufalme uliokuwa pamoja, isipokuwa ni ufalme uliokuwa umegawanyika. Maana mwanzo ufalme wa Israeli ulikuwa pamoja, na kwa hivyo Mungu alitembea na watu wake akizungumza nao, akijihusisha nao kupitia wafalme mbalimbali. Na ungetamani kusikia ya kwamba katika kitabu hiki cha Wafalme, hata ukisoma Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, utagundua ya kwamba katika kila wakati mfalme aliyetawala, ikiwa mfalme alikuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu, ufalme wake vivyo hivyo ulibarikiwa. Lakini kama mfalme aliyetawala alikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, maana yake ufalme wake ulilaniwa. Maana yake alivyokuwa mfalme ndivyo ufalme wake ulivyokuwa. Kama mfalme alikwenda pamoja na Mungu, ufalme ulibarikiwa. Lakini kama mfalme alikwenda tofauti na Mungu, ufalme ulilaniwa. Na hivyo katika kitabu hiki kinatutambulishia tayari ufalme wa Israeli ulishagawanyika, nao umegawanyika kutokea kule kwa mfalme Suleimani. Maana baada ya mfalme Suleimani, ufalme wa Israeli uligawanyika. Kwa hiyo ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Na ufalme wa huu ulipogawanyika, sababu kubwa inawezekana ni kwa sababu Mungu alitoa maagizo kwa wafalme na maelekezo. Alitoa maelekezo kwa wafalme ya kwamba mfalme yeyote atakayekuwa mfalme anapaswa azingatie mambo matatu. Jambo la kwanza, mfalme alipewa sharti asiongeze farasi wengi. Farasi walikuwa ni ishara ya majeshi. Inawezekana Mungu alizuia hiyo. Taipata kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 17 kianzia fungu lile la 16 na kuendelea. Utagundua Mungu alizuia mambo matatu kwa wafalme. Jambo la kwanza, aliwaambia wafalme asifanye farasi wake, mfalme yeyote asifanye farasi wake kuwa wengi. Na hivyo Mungu alitaka kukumbusha wafalme ya kwamba wanapotawala wasitegemee sana majeshi yao, nguvu ya majeshi yao. Badala yake Mungu alitamani kuwaelekeza kumtegemea zaidi yeye na sio majeshi yao. Na jambo la pili ambalo walizuiliwa wafalme ni kuongeza wake. Walizuiliwa kuzidisha wake. Kwa hiyo mfalme aliambiwa sharti la pili asizidishe wake, ili moyo wake usikengeushwe. Kwa hivyo Mungu alizuia wafalme kufanya hivyo. Na jambo la tatu ilikuwa ni kuzidisha fedha au dhahabu. Maana yake Mungu anapozuia wafalme kutokuwa na wanawake wengi, alijua, na ndio maana mwambia asiwe na wake wengi ili moyo wake usikengeushwe. Lakini jambo la tatu, mfalme alipewa sharti la kuto kuongeza fedha, kuwa na ukwasi wa dhahabu na fedha nyingi, ili ya kwamba asitegemee mali katika ufalme wake. Lakini jambo hili ilikuwa tofauti sana kwa Suleimani. Suleimani alipoingia katika ufalme wake, yeye aliongeza farasi wa kutosha, aliongeza wake wa kutosha, aliongeza fedha na dhahabu ya kutosha. Na ndio maana, kwa sababu nimesema hapo mwanzo, uhusiano wa Mungu na mfalme ndio ulikuwa na tabiri mahusiano ya Mungu na kwa ufalme. Kwa hiyo inawezekana moja ya sababu zilizosababisha kugawanyika kwa ufalme wa Israeli ni kwa sababu mfalme aliyekuwepo alikataa mausia ya Bwana. Kwa hiyo mfalme Suleimani aliacha ufalme ukiwa umegawanyika. Na kwa hivyo katika sura hii ya 22 tunapewa habari ya ufalme ule wa Yuda, upande ule mwingine, ukiacha ule upande wa kaskazini, upande wa kusini, Yuda nayo ilikuwa upande huu. Tunapewa habari ya ufalme ambao na Biblia imeanza kutuambia habari ya mfalme mdogo sana ambaye ametambulishwa kwa jina la Yosia.
Yosia alikuwa na umri wa miaka 8. Tungekuwa tunajadili habari ya namba katika Biblia, miaka namba 8 huwa inawakilisha mianzo mipya. Kwa hiyo inawezekana mfalme huyu anapokuja ni kana kwamba ilikuwa ni mianzo mipya. Baada ya ufalme wa Manase, baada ya ufalme wa Amoni baba yake na Yosia, tunaona anakuja kutawala mfalme Yosia, kijana mdogo, miaka 8. Unaweza ukafikiria Yosia amekabidhiwa ufalme wakati ambao taifa Yuda haikuwa katika wakati mzuri, kwa sababu ukisoma utagundua ya kwamba baba yake na Yosia ambaye ni Amoni aliyetawala kwa muda wa miaka 2 aliuawa na watumishi wake ambao walimuonea wivu. Wafanyakazi wake waliomwonea wivu wakamuua Amoni, na kwa hivyo yeye baba yake alipokea kutoka kwa Manase ambaye yeye alitawala kwa miaka 52 Manase, na baada ya Manase Amoni naye akatawala kwa miaka 2. Lakini Manase pamoja na Amoni, Biblia inasema hawa wote hawakutenda sawasawa na Bwana aishivyo, walitenda mambo mabaya. Lakini kijana mdogo, baada ya baba yake kuuawa, baba yake ameuawa na wale wafanyakazi wenye njama, na hivyo wananchi wenye hasira kali nao wakaamua kuwaua waliomuua baba yake na Yosia. Walipowaua wale ambao wamemuua Amon, na ndivyo sasa wakamsimamisha kijana mdogo Yosia mwenye umri wa miaka 8, mianzo mipya namba 8. Na hivyo Yosia anapotawala, Biblia inasema akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaenda katika njia yote ya Daudi baba yake, wala hakugeuka upande wa kuume wala upande wa kushoto. Mpenzi, ungefurahi kusikia ya kwamba mfalme Yosia ndiye mfalme wa mwisho wa kimbingu. Zingatia neno wa kimbingu, aliyefanya matengenezo makubwa sana katika Yuda. Walikuwepo wengine waliofuatia, wengine walifanya mema, wengine walifanya mabaya, lakini mfalme Yosia ni mfalme pekee ambaye Biblia inamtambulisha na kusema hakugeuka upande wa kuume wala wa kushoto, upande wa kuume wala wa kushoto. Katika majukumu yake Yosia tumeambiwa katika fungu lile la 3 inasema ikawa katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, mwaka wa 18 wa mfalme Yosia katika utawala wake. Maana yake ukijumlisha miaka ile ya kwake 8 aliyoanza nayo kazi, tayari Yosia alikuwa na miaka 26. Biblia inasema ndipo yeye akiwa na miaka 18 katika utawala wake, mfalme akamtuma Shafani mwana wa Azaria mwana wa Meshulemu mwandishi. Mwandishi huyu anatumwa wapi? Mfalme anamtuma mwandishi, unaweza ukasema aka, unaweza ukasema secretary wake. Anamtuma secretary wake kwenda nyumbani kwa Bwana. Anatumwa, anakwenda nyumbani kwa Bwana. Anapokwenda nyumbani kwa Bwana kulikuwa na nini? Mfalme Yosia alipotawala kuanzia miaka ya 12 mpaka miaka ya 16, ukienda mpaka huu mwaka wa 18, alianza mwaka wa 12 katika kufanya matengenezo ya kijamii. Tengenezo ya kijamii, fanya matengenezo mengi ya kijamii. Lakini baada ya utawala wake kuendelea, Bwana akampatia agizo la kutengeneza nyumba ya Bwana. Mfalme Yosia anamwagiza Shafan mwandishi kwenda kuangalia habari inayoendelea katika nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana, kumbuka ya kwamba imekaa miaka 54 sasa. Miaka 52 ya Manase, maana kulikuwa na mfalme, ukisoma sura ya 18 mpaka 20 wafalme hii wa pili, utagundua kulikuwa na mfalme Hezekia. Yeye alifanya vizuri kabisa, na alienda sawa sawa na Bwana, alitenda mema. Kwa hiyo baada ya huyo alitawala Manase miaka 52, halafu akafuata mwanae Amoni miaka 2. Kwa hiyo miaka 54 nyumba ya Bwana ilikuwa haijakarabatiwa. Nyumba ya Bwana ilionekana inaufa. Nyumba ya Bwana ilionekana kuna mahali pana nyufa, panahitaji kukarabatiwa. Na hivyo Yosia akaagiza watu kwenda kukarabati nyumba. Na tayari alipomtuma Shafan, alipokwenda katika nyumba ya Bwana, katika kuhakikisha nyumba ya Bwana inakarabatiwa, wanaondoa nyufa zilizokuwepo,
wanaondoa mahali palipobomoka. Maana ilikuwa kabla ya hekalu halijabomolewa, kabla nyumba ya Bwana haijabomolewa, maana yake kulikuwa na nyufa na kuchakaa katika nyumba ya Bwana, na hivyo Yosia anaagiza nyumba ya Bwana ikarabatiwe. Habari njema ni hii, mpenzi mtazamaji, tunapolisikiliza, tunapoendelea kuchunguza neno. Biblia inasema Shafani alipokwenda katika nyumba ile, akakutana na bwana anayeitwa Hilikia, naye anaitwa ni kuhani mkuu katika nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo Yosia anapoamua kutengeneza nyumba ya Bwana, anamwagiza, anamwelekeza. Baada ya kufanya matengenezo hayo aliyoyafanya ya kijamii, na sasa maelekezo ya Bwana kwa Yosia mfalme ni kutengeneza nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo wanapoanza ukarabati wa nyumba ya Bwana, wanapoanza matengenezo ya nyumba ya Bwana, Biblia inasema baada ya kuelekea Shafani mwandishi alipokuwa mahali pale, walipokuwa katika matengenezo, watu wanahangaika kupaka, wanatengeneza, badilisha miti, weka rangi, weka simenti, weka chokaa, wanahangaika kutengeneza mazingira ya nyumba ya Bwana. Ndipo Shafani analeta habari hii kutoka kwa kuhani mkuu ambaye alielekezwa kumwendea. Maseremala wakiwa wanaendelea na kazi, wajenzi wakiwa wanaendelea na kazi, mafundi washo wakiwa wanaendelea na kazi, kila mmoja anafanya sehemu yake na malipo yao yalikuwa yamehakikishwa. Biblia inasema ya kwamba naye Hilikia kuhani mkuu akamwambia Shafani mwandishi, nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Nimekiona kitabu cha Torati katika nyumba ya Bwana. Hilikia akampa hicho kitabu Shafani, kile kitabu naye akakisoma. Hilikia kuhani mkuu anasema nimekiona kitabu. Yaani imagine, rafiki mpenzi mtazamaji, hii ni nyumba ya Bwana, lakini neno linalotumika mahali hapa anaposema nimekiona kitabu, maana yake ni kwamba neno hili linasema kitabu kilikuwa kinatafutwa. Ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu hakikuwemo. Kitabu hakimo ndani ya nyumba ya Bwana, wanakitafuta, kilikuwa kinatafutwa. Maana anaposema nimekiona, tafsiri yake ni kwamba kitabu kilikuwa kinatafutwa. Yaani unaweza ukafikiria hii ni nyumba ya Bwana, ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu hakimo ndani ya nyumba ya Bwana. Nyumba ya Bwana zinaendelea ibada, vinafanyika kila aina ya ibada, maburudisho, kila mafundisho yanaendelea katika nyumba ya Bwana, lakini katika nyumba ya Bwana inaonekana kitabu hakikuwepo. Ni habari mbaya kiasi gani, mpenzi mtazamaji, ya kwamba unapokuwa kwenye nyumba, inaonekana ni nyumba ya Bwana, inaonekana ni nyumba inayotakiwa kufanyiwa ukarabati, inaonekana ni nyumba inayoweza kupambwa, lakini habari mbaya kiasi gani ya kwamba katika hiyo nyumba, yani hilo kanisa, unaweza kusema nipo katika kanisa la Bwana, lakini habari mbaya kiasi gani upo katika kanisa la Bwana, lakini kitabu cha Bwana hakimo ndani ya kanisa. Hilikia anasema nimekiona kitabu. Kuhani mkuu huyu, nimekiona kitabu, inanitia moyo, na jambo moja inanifurahisha ya kwamba kumbe wakati ambapo mfalme Yosia anaagiza, agizo la mfalme Yosia lilikuwa ni kutengeneza, kukarabati, kufanya nyumba ya Bwana ing'ae, ipendeze, kuondoa nyufa. Kumbe katika kuondoa nyufa zilizokuwepo kwenye nyumba ya Bwana, bado haikuwa ni bahati mbaya. Kitabu hiki haikuwa ni kwa bahati mbaya, hakikuonekana kwa bahati mbaya. Kitabu hiki ilikuwa ni katika mpango wa kutafuta, ilikuwa ni katika mpango wa kutengeneza nyumba ya Bwana. Wakati wa kutengeneza nyumba ya Bwana, Hilikia anakiona kitabu. Kumbe katika mchakato wa kuitengeneza nyumba ya Bwana, badala ya kuhangaika, Mungu anamwambia, ni kana kwamba Mungu anazungumza na Yosia, anamwambia ya kwamba badala ya kuhangaika na utengenezaji tu wa nyumba na kuondoa zile nyufa zilizokuwepo, Mungu anamwelekeza kuondoa nyufa zilizokuwepo kati ya Mungu na watu wa Mungu. Kumbe waliona nyufa katika jengo, lakini kumbe Mungu tayari aliona kulikuwa na nyufa kati ya Mungu na watu wa Mungu, kwa sababu kitabu hakikuwepo ndani ya nyumba ya Mungu.
Nikatiwa moyo mpenzi mtazamaji, naomba nikukumbushe jambo moja. Kuna wakati Yosia anamwagiza Shafani kwenda kuhangaikia ukarabati wa nyumba ya Bwana. Lakini sikiliza, badala wakiwa wanahangaika na ukarabati wa nyumba ya Bwana, Mungu anatokeza jambo lililokuwa bora kuliko ukarabati wa nyumba. Kwa sababu kama nyumba ingekarabatiwa na wakati kitabu bado hakionekani, hiyo nyumba bado ilikuwa na ufa. Yaani kama nyumba ingekarabatiwa, kama nyumba ya Bwana ingeondolewa nyufa, kama nyumba ya Bwana ingesafishwa wakati bado ikaendelea kutokuwepo kwa kitabu cha Bwana, hiyo nyumba bado ilikuwa na ufa. Maana kulikuwa na ufa, sio tu ufa wa kupasuka kwa ukuta, lakini katika nyumba hiyo ya Bwana kulikuwa na ufa kati ya watu wa Bwana na Bwana mwenyewe. Maana kinachomuunganisha Bwana na watu wake ni neno la Bwana. Nimekiona kitabu. Kumbe nikagundua ya kwamba, mpenzi mtazamaji, kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu tupoteze mambo fulani na tukazani ndio ya muhimu. Mungu anaweza akaruhusu tupoteze mambo ambayo sio ya muhimu. Mungu anaweza akaruhusu tupoteze, wakati mwingine hata katika familia anaweza akaruhusu tupoteze amani ya familia, na tukadhani ya kwamba tunahitaji kuitafuta amani, lakini katika wakati wa kuisaka amani, Bwana anaweza akatutokezea tukakutana na kitu cha muhimu kuliko amani tuliyokuwa tunaitafuta. Bwana anaweza akaruhusu wakati mwingine tupoteze hata afya. Katika kushughulikia namna ya kuirudisha afya, Bwana anatuonesha kitu cha muhimu kuliko hata afya. Bwana anaweza akaruhusu wakati mwingine tukapoteza hata wapendwa wetu, na Bwana wakati wa maombolezo akatengeneza mazingira tukakiona cha muhimu hata kuliko yule mpendwa ambaye tulimpoteza. Nimekiona kitabu. Kitabu kinaonekana wakati nyumba inakarabatiwa, na hivyo Bwana anazungumza, anamwambia mfalme kupitia mkono wa mwandishi anayekuja na kitabu. Anamwambia ya kwamba, baba, tumekwenda ukarabati nyumba, lakini katika ukarabati tumekiona kitabu. Kumbe nyumba, katika wakati wa ukarabati, nyumba ilitakiwa ikarabatiwe, lakini ukarabati ulio bora zaidi wa nyumba ya Bwana ilikuwa ni kitabu kilipoonekana. Maana nyumba ingeendelea kung'aa, nyumba ingeendelea kupendeza, lakini kama kitabu hakipo, nyumba haina maana. Nimekiona kitabu. Biblia inasema baada ya kuhani Hilikia kukipata kitabu, akakisoma, akamwambia Shafani mwandishi ya kwamba nimekiona kitabu. Mwandishi huyu naye akakipata kitabu, naye akakisoma kile kitabu, akakitwaa kile kitabu. Alipokitwaa kile kitabu, akakipeleka kwa mfalme Yosia. Kuhani mkuu amesoma kitabu, hakijafanya chochote. Shafani amesoma kitabu, hakijafanya chochote kwake. Lakini sikiliza, Biblia inasema kitabu kilipofika kwa mfalme, lile fungu la 11, ikawa mfalme alipokwisha kuyasikia maneno ya kitabu hicho cha Torati, alilarua nguo yake. Kitabu kimepita kwa kuhani mkuu, kuhani hajapata shida. Kitabu kimepita kwa mwandishi, mwandishi hajapata shida. Kitabu kimefika kwa mfalme, mfalme analarua mavazi. Kumbe kitabu hakina mguso wowote kwa mtu yeyote, isipokuwa Biblia inasema isipokuwa huyo mtu ana jambo fulani na Bwana katika moyo wake. Maana Biblia inasema katika fungu hili la 17, fungu la 17, Biblia inasema ya kwamba kwa sababu wameniacha mimi, wamefukizia uvumba miungu mingine, ili wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao. Kwa hiyo hasira yangu itakuwa juu ya mahali hapa isizimike. Lakini yule mfalme wa Yuda ambaye ndiyo Yosia
aliyewatuma ninyi kumuuliza Bwana, mtamwambia hivi, Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno yale uliyoyasikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo. Moyo wa mfalme Yosia na moyo wa Shafani na moyo wa kuhani mkuu Hilikia ulitofautishwa na jambo moja. Moyo wa Shafani haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia. Moyo wa kuhani mkuu haukuwa mwororo kama moyo wa mfalme Yosia. Na ndiyo maana walikisoma kitabu, akampatia Shafani. Kuhani alikisoma, akampatia Shafani, naye akakibeba, akakisoma, lakini kitabu hakikuwa na madhara yoyote. Na kilipofika kwa mfalme, mfalme alipokisoma alilarua mavazi yake, ishara ya kufanya toba. Mfalme alifanya toba, aliungama, maana aliyoyaona kwenye kitabu yalitisha. Na ndio yeye mwenyewe anasema, mfalme akamwamuru sasa kuhani mkuu Hilikia, fungu la 12, akatuma wajumbe 5. Baada ya kusoma kile kitabu, baada ya kularua mavazi yake, baada ya kuungama, anatengeneza timu ya watu 5 waende wakaulize kwa nabii. Mpenzi mtazamaji, katika Agano la Kale kulikuwa na mihimili mitatu ya utawala. Moja ilikuwa ni mfalme. Mfalme yeye alikuwa ni mtekelezaji wa yale yanayoagizwa na Bwana. Lakini kulikuwa pia na mhimili wa makuhani. Makuhani wao kazi yao ilikuwa ni kuchakaa na damu kupatanisha watu katika nyumba ya Bwana. Lakini kulikuwa pia na manabii. Manabii wao walinena. Hao walikuwa ni midomo ya Mungu kwa taifa. Waliponena, wafalme waliyabeba na kuyaingiza kazini. Lakini wao makuhani kazi yao ilikuwa ni kushinda hekaluni, kuchakaa na damu, kupokea sadaka. Lakini ni habari mbaya kiasi gani kuhani ambaye anashinda nyumbani mwa Bwana alipokipata kitabu, wala akikuwa na madhara yoyote kwake. Lakini kilipoenda kwa mfalme mwenye moyo mwololo, kitabu kilipofika kwenye mikono ya mfalme, mfalme analarua mavazi. Mpenzi mtazamaji, rafiki yangu nisikilize, ya kwamba sherehe za ikulu hazikularua moyo wala hazikumfanya mfalme Yosia alarue mavazi yake. Biblia haijarekodi mahali kokote. Na ukumbuke ya kwamba mfalme Yosia ameingia kwenye utawala wakati amepoteza baba yake. Ameingia kwenye utawala wakati baba yake ameuawa, wakati ambapo taifa linaomboleza, na yeye anakabidhiwa ufalme wa Yuda. Lakini hatujaona mahali alipolarua mavazi. Sherehe za ikulu hazikumwezesha kularua mavazi. Sherehe zote, nyimbo za ikulu, mapambo yote yaliyoendelea pale ikulu hayakuleta madhara yoyote kwa mfalme na moyo wake. Lakini neno lilipofika kwa mfalme, kitabu kilipofika kwa mfalme, alipokipokea, kilimpelekea, kilimwonyesha udhaifu. Naomba nikukumbushe, kitabu kina mambo mawili. Moja, chaweza kuwa fimbo ya kuchapia wengine. 2, chaweza kuwa kioo. Nami namwomba Bwana atujalie tuwe kama mfalme Yosia, tunapokiona kitabu kiwe kioo cha kutuonesha madhaifu, na ndipo tupate kuungama na kurarua mavazi yetu. Nimekiona kitabu. Mfalme anaagiza timu ya watu 5 kwenda kwa nabii. Baada ya kusoma, alipojifunza maneno ya kitabu kile, mfalme anasema, habari hii inawezekanaje hii? Nendeni kwa nabii. Wanaagizwa wakamuulize Bwana kwa ajili yangu. Wafalme walikuwa na kazi, wanapopata jambo wanaagiza watu wao, au wanakwenda wenyewe kwa manabii ili wasikie sauti ya Bwana inasemaje. Katika fungu la 13 Biblia inasema, enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote, katika habari ya maneno ya kitabu hiki kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana ni kubwa aliyotukasirikia, kwa sababu baba zetu hawakuyaangalia maneno ya kitabu hiki kuyafanya kama hayo yote tuliyoandikiwa. Basi Hilikia kuhani
na Ikamu na Akibori na Shafani, timu yote ya watu wale watano wakaenda kwa nabii. Biblia inamtambulisha ni nabii anaitwa Hulda, lakini Hulda haijaishia tu hapo. Biblia inakazia na kusema ni nabii mke. Kwa nini Biblia mpaka inaongezea na kusema nabii mke? Maana jina tu Hulda liko kwenye feminine form, linaonekana ni jina la kike, lakini inaendelea na kazi na kusema nabii mke. Tena sio hapo tu, inasema mkewe Shalumu. Moja ya wafalme wachache na wafahamu, inawezekana ni mmoja ambaye ni Yosia, aliyepata jambo akaamua kwenda kwa nabii, toleo la nabii mke katika serikali ya kinabii inayoamini sana katika utawala wa kiume. Maana unajua katika Agano la Kale mwanamke hakuwa anachukuliwa kwa namna ambavyo inawezekana kama leo anavyochukuliwa. Maana manabii wengi walikuwa wanaume. Ndio maana hata katika hesabu ya makundi mbalimbali ya kidini mwanamke alikuwa hesabiwi, lakini mwanaume ndiye alihesabiwa. Lakini na mfalme anawaagiza, nendeni kwa nabii mwanamke. Hii ilikuwa ni hali ya kuonyesha unyenyekevu. Moyo wa Yosia ulikuwa ni mwololo. Moyo wa Yosia haukuwa na makuu, na ndio maana ulipopokea kitabu ulijisalimisha. Ndio maana moyo wa Yosia ulipokiona kitabu alilarua mavazi. Na hivyo ndio maana inakazia na kusema anaagiza ile timu ya watu watano waende kwa nabii mwanamke. Mwanamke huyo nabii, yaani ya kwamba mfalme bado alikuwa anaamini hata kama ni mwanamke, hata kama ni mwanaume, isipokuwa tu anaitwa nabii, mimi naamini aweza kutoa neno latoka kwa Bwana. Na habari njema ni kwamba walipokwenda, kwa sababu ya moyo mwololo wa mfalme, maana mfalme huyu moyo wake ulikuwa umeandamana na Bwana. Na mimi naomba nikupendekezee rafiki mpendwa, moyo ndio jambo la muhimu katika swala unapokiendea kitabu. Kitabu unapokiendea kitakuhabarisha, kikikuhabarisha wewe kitakutengeneza, kitakubadilisha, kikikubadilisha wewe, ndivyo matengenezo yanafuata. Nimekiona kitabu nikajifunza jambo moja hapa. Mfalme anapokipokea kitabu, anapokisoma, anapata taarifa. Anapopata taarifa inambadilisha, na inapombadilisha matengenezo yanafuata. Kumbe kuna wakati Mungu anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yangu, anaweza asibadilishe mambo yote katika maisha yetu, lakini jambo moja ambalo Mungu anaweza kulifanya ni kunibadilisha mimi. Maana atakaponibadilisha mimi, ameruhusu mimi nibadilishe maisha mengine yangu yote yaliyosalia. Yaani Bwana, ninaweza nikang'ang'ana naye, Bwana nibadilishie jambo hili, Bwana nibadilishie jambo hili, naye asinibadilishie. Lakini jambo ambalo Mungu akafanya ni kunibadilisha mimi, ili niweze kutengeneza sehemu nyingine yote ya maisha iliyosalia. Nimekiona kitabu. Ile timu inapofika kwa nabii Hulda, sikiliza, ninampenda nabii Hulda, nabii ambaye ninaweza nikamsema yeye ni nabii wa kweli. Kwa sababu gani nasema hivyo? Naweza nikakubali nabii huyu ni nabii wa kweli kwa sababu nabii Hulda, jambo la kwanza kwa inasema yeye nabii wa kweli. Ukisoma fungu la 13 ambayo aliyasema Bwana kwa Yosia mfalme, na ukaja kuhusianisha na anayosema Bwana kwa nabii Hulda, alichosema Bwana kwa mfalme Yosia na anachosema Bwana kwa nabii Hulda, vinaumana, viko pamoja, vinaendana. Yaani hivi, naweza kusema nabii Hulda alikuwa ni nabii wa kweli kwa sababu anachosema ni sawa na alichosema Bwana.
Yaani sio nabii ambaye anasema lakini ni tofauti na alichosema Bwana. Nabii wa kweli, sharti la kwanza, anachosema kiwe ndicho alichosema Bwana. Maana kama Bwana alisema, hawezi kujipinga leo. Na ndio maana ukisoma fungu la 13, mfalme Yosia anasema hivi: enendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu hawa na kwa ajili ya Yuda yote katika habari ya maneno ya kitabu hiki. Sikiliza kilichoonekana, kwa kuwa hasira ya Bwana, neno hasira ya Bwana lizingatie, ni kubwa, aliyotukasirikia kwa sababu ya baba zetu. Hasira ya Bwana, lizingatie hilo neno kwenye fungu la 13. Halafu aliyotukasirikia kwa ajili ya baba zetu. Tuende fungu la 17, nabii Hulda, na utambue ya kwamba hakukuwahi kuwa na kikao chochote kati ya nabii Hulda na mfalme Yosia. Yosia wala hajawambia nendeni mkamwambia hivi na hivi. Wamefika waende wakamuulize nabii, Bwana anasemaje kwa ajili ya mfalme Yosia. Fungu la 17 inasema, kwa sababu nabii Hulda anasema, kwa sababu wameniacha mimi, wamefukizia uvumba miungu mingine ili wapate kunikasirisha. Neno kunikasirisha ambalo fungu la 13, hasira ya Bwana ametukasirikia. Huku nako Hulda anasema wapate kunikasirisha kwa kazi yote ya mikono yao, kwa hasira. Hasira, zingatia neno hasira. Hasira yangu itawaka juu ya mahali hapa, isizimike. Jambo la kwanza, nabii Hulda ni nabii wa kweli. Maana anasema, zingatia neno hilo anaposema, amesema kwa sababu wameniacha. Fungu la 16 anasema Bwana asema hivi. Kauli ya kwanza ya nabii wa kweli ni Bwana asema hivi. Sio mimi ninasema, sio mimi ninasema. Nabii Hulda anaanza kwa kusema Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Hiyo ndiyo kauli ya nabii, ya kwamba anamwambia Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Sio mimi ninasema, Bwana asema hivi. Mpenzi msikilizaji, sikiliza nabii Hulda anachoanza kumwambia, Bwana asema hivi. Na akishasema Bwana asema hivi, hapindishi. Maneno ya Hulda kwenye fungu la 17 na 18 yanakwenda sambamba na maneno ya mfalme kwenye fungu la 13 na la 14. Na hivyo nabii anamwambia Bwana asema hivi. Jambo la kwanza, kwa sababu wamenikasirisha, imetokea habari hii. Lakini jambo la pili, ninaweza kusema nabii Hulda ni wa kweli. Ni nabii ambaye haogopi kuusema ukweli kwa mfalme. Anasema ukweli kwa mamlaka. Inawezekanaje nabii amepata wajumbe 5 wametoka ikulu, wameenda kuuliza, mfalme ametuma kwenda kwa nabii Hulda? Haangalii ya kwamba huyu ni mfalme, hawa ni wajumbe kutoka ikulu. Jambo la kwanza, nisikilizeni ninyi wajumbe mliotumwa, mwambieni Bwana asema hivi. Neno la kwanza hilo. Jambo la pili, anaanza kuusema ukweli bila kuupindisha, kwa sababu haogopi mamlaka. Huyo ni nabii wa kweli. Hulda, nabii mwanamke. Nabii huyu alikuwa na kitabu, haogopi mamlaka kuiambia ukweli. Anasema ukweli, hapindishi. Anamwambia mfalme, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwololo, nawe ukajinyenyekesha. Moyo wa mfalme ulikuwa mwololo, naye akajinyenyekesha. Na ndiyo maana hata kitabu kilipofika mikononi mwake, alikipokea tofauti sana na wenzake walivyokipokea. Kitabu kilipofika mikononi mwa Shafani, hakikuwa na madhara yoyote. Kitabu kilipofua kwenye mikono ya kuhani mkuu Hilikia, hakikuwa na madhara yoyote. Maana moyo wa Shafani na moyo wa Hilikia haukuwa mwololo. Lakini moyo wa Yosia unatajwa na nabii ya kwamba kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwololo, nawe ulijinyenyekesha. Unapokiendea kitabu hiki, nyenyekea. Kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa kitamu. Kuna wakati kitabu hiki kitakuwa ni kichungu, lakini kwa sababu umekiendea,
nyenyekea. Maana kitabu hiki sio kila wakati kitakuwa fimbo. Kuna wakati utakiendea, kitakuwa kioo, kitakuonyesha, kitakwambia wewe una shida 1 2 3. Na wenye moyo mwololo ndio ambao watakipokea kitabu hiki kwa mapokeo yaliyo sahihi. Watakipokea kitabu kwa uzuri, watakielewa, maana mioyo yao imejisalimisha kwa Bwana. Bwana anaendelea kusema kupitia nabii Hulda, nawe ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako. Mfalme alipopokea maneno alirarua nguo zake. Alipozirarua nguo alifanya toba, alilia, maana aliona habari inayokuja ni mbaya. Habari mbaya inakuja. Alilia, aliungama. Huu ni mwitikio sahihi wa kitabu hiki. Wakati kitabu kinapokuchoma, unapokitizama ukaona kabisa huu ni uchafu, nimeuona maana kimenionyesha, kubali kujinyenyekesha, shuka, ungama. Hapo ndipo Bwana atakapokuwa atatengeneza moyo wako, atakapokuwa ametengeneza moyo wako. Maana usipofanya hivyo, kitabu hakina maana yoyote. Kama utakipokea kitakuonyesha, lakini bado utaendelea kugoma kuitikia mwitikio ulio sahihi. Nampenda Yosia, yeye alikipokea kitabu kwa moyo mwololo, akanyenyekea. Nabii anaendelea anamwambia, kwa kuwa ulikuwa mnyenyekevu mbele za Bwana, hapo ulipoyasikia maneno niliyoyanena juu ya mahali hapa na juu ya wenyeji wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nawe ulizirarua nguo zako ukalia mbele zangu, basi mimi nami nimekusikia, nawe asema nimekusikia wewe, asema Bwana. Halafu sikiliza, nabii anamwambia maneno magumu mfalme. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayatauona uovu huo wote nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi wakamletea mfalme habari tena. Nabii anamwambia mfalme ya kwamba wala macho yako hayatauona uovu huo wote ambao unakuja uliouona, nitakaouleta juu ya mahali hapa. Basi anamwambia ya kwamba nawe utawekwa kaburini. Moja ya neno gumu nabii Hulda anamwambia mfalme ni kumtabiria kufa. Can you imagine? Yani huyu ni nabii anatuma habari kwa mfalme ya kwamba baba, wewe ndio ni mfalme, na ni kweli umeonyeshwa kitabu, lakini sikiliza maneno haya. Ni kweli umekuwa na moyo mwololo, na kweli umekuwa mnyenyekevu, lakini sikiliza wewe mfalme Yosia, ya kwamba hautaishi milele. Mwisho wako utakufa, utakusanywa pamoja na baba zako, nawe utawekwa kaburini. Anamkumbusha ya kwamba sikiliza mfalme, wewe sio wa kudumu. Huyu ni nabii mwenye kitabu. Nabii mwenye kitabu haogopi kuisema kweli. Anamwambia moja, ni kweli umekuwa mnyenyekevu, ni kweli umekuwa na moyo mwololo, lakini sikiliza mfalme Yosia, mwisho wako ni kaburini. Na kwa hivyo haogopi kumtabiria kifo. Mwingine angesema, nawezaje kusema maneno haya magumu kwa mfalme? Nawezaje kumtabiria mfalme kifo? Lakini haikuwa kwa nabii Hulda. Hulda anaisema kweli bila kuipepesa macho. Hulda alikuwa na kitabu. Nimekiona kitabu. Maneno hayo yanapomwendea mfalme Yosia, mfalme mwenye moyo mwololo, mnyenyekevu, alipoyapokea na ameambiwa ya kwamba sio muda mrefu atakufa, ya kwamba yeye hatadumu milele, nabii huyo moyoni mwake, kwa kuwa alikuwa ameiweka neno la Bwana
moyoni mwake aliweka neno ili asitende dhambi. Moyo wake ulikuwa unaambatana na Bwana, moyo, kwa sababu Mithali anasema ya kwamba mtu alivyo moyoni ndivyo atakavyoonekana. Yesu mwenyewe anasema kwenye ile Luka sura ile ya 15, anasema ya kwamba mtu aliyoujaza moyo wa mtu ndiyo yanayotoka nje. Maana yake palipo na hazina njema kwenye moyo wa mtu tutaiona nje. Moyoni mwa mfalme Yosia alijaza neno, alijaza kitabu. Maneno ya kitabu yalipotulia kwenye moyo wake, akajisalimisha. Hakuogopa habari ya kifo kilichotabiriwa kutoka kwa nabii Hulda. Alipokea maneno ya nabii na kutambua ya kwamba kwa kweli siku moja nitakufa. Na kwa hiyo na mfalme aliendeleza kazi yake, badala ya kuhangaika kuendelea kuziba nyufa za nyumba ya Bwana. Tayari wameshagundua kumbe nyumba ya Bwana haikuwa na shida tu ya kuzibwa nyufa, kulikuwa na za boma, nyufa za matofali. Kulikuwa na ufa mkubwa zaidi kati ya Bwana na watu wake. Lakini mpenzi msikilizaji, sikiliza na mtazamaji, hebu tafakari pamoja. Hii ilikuwa ni nyumba ya Bwana, lakini kitabu cha Bwana hakimu kwenye nyumba ya Bwana. Manabii walifundisha nini? Makuhani walifundisha nini? Wahubiri walihubiri nini kwenye hii nyumba ya Bwana? Maana kitabu inaonekana kilipotea, na waandishi wanasema inaonekana ni zaidi ya miaka 50. Na ni kweli, maana yake inaonekana katika miaka ile 52 ya Manase na miaka ile 2 ya Amoni kitabu kilipotezwa. Na hivyo wafalme wakaweka watu kwa akili zao, na hivyo makuhani wakawa wanasema maneno yao katika nyumba ya Bwana, lakini neno la Bwana halimo ndani ya nyumba ya Bwana. Can you imagine? Ni nyumba ya Bwana, lakini katika nyumba hiyo yaliyomo mle ni maneno ya watu. Neno la Bwana halipo, lakini inaitwa nyumba ya Bwana. Nimekiona kitabu kilipoonekana, tayari mfalme ameshaambiwa una siku chache za kuishi. Na kwa kweli baada ya kupewa habari hiyo aliishi miaka mitano tu. Mwaka wa 609 akafariki. Na kwa kweli naweza nikaungana na Dr. Constable alipokubali ya kwamba katika hili fungu hili la mwisho kabisa kitabu hii sura 22, anaposema ya kwamba utaenda kwa amani, sio kwamba alikuwa anaambiwa atakufa bila changamoto yoyote. Maana yake ni kwamba aliambiwa atakufa kabla hizo laana hazijalikabili taifa la Yuda. Na ni kweli alikufa mwaka wa 609 kabla ya uharibifu ule wa 605, kabla Nebukadneza hajaja kuipiga hiyo nyumba. Ukisoma fungu hilo la 29 sura ya 23 utagundua alikufa, alipigwa vitani kule Megido, akafariki miaka mitano tu baada ya Hulda kumpatia habari. Lakini kabla ya kufa, kwa maana alipopata ujumbe na tayari anacho kitabu kilipopatikana, matengenezo sahihi ya Yuda ndipo yalipopatikana. Kitabu kilipopatikana, sikiliza rafiki yangu, kuna baadhi ya matengenezo tunaweza tukangangana nayo katika nyumba zetu, lakini bila ya kukiona kitabu hatutaweza kufanya matengenezo yaliyo sahihi. Bwana alipoonyesha kitabu, matengenezo sahihi yalifanyika, na ndipo mtu wa Mungu Yosia anaita wazee, anaita makuhani, anaita manabii, anawakusanya katika nyumba. Alipowakusanya kwenye nyumba, anaweka agano. Fungu la 3 kwenye sura 23, mfalme akasimama karibu na nguzo. Habari njema ni kwamba licha ya kwamba nyumba ya Bwana ilikuwa imeharibika, lakini bado ilikuwepo nguzo iliyoshikilia nyumba ya Bwana. Na nguzo huyu sio mwingine, hii nguzo inayoshikilia nyumba ya Bwana. Mfalme anaweka agano, anaamua kuharibu kila watu, anaharibu makuhani wa uongo, anaondoa miungu ya mabaali, anaondoa makuhani wote waliokuwa wa miungu Baali, anaondoa mahanithi. Can you imagine? Nyumba ya Bwana imeondolewa kitabu, lakini wamewekwa makahaba, wana vyumba vyao. Akaamua kubomoa hivyo vyumba, akaondoa. Ngoja nikwambie, kitabu kitakapoonekana hata katika mataifa, hata katika familia, kuna watu baada ya kuheshimiwa watadharauliwa, wataonekana hawafai, maana kitabu kimewaumbua. Rafiki,
naomba nikupendekezee katika nyumba yako, kipatie nafasi kitabu. Katika kanisa lako, kipatie nafasi kitabu. Katika maisha yako, kipe nafasi kitabu. Kitabu kitakusahihisha, kitakuonyesha matengenezo yaliyofanyika ilikuwa ni kuharibu kila miungu ya ajabu wafalme walioiweka katika nyumba ya Bwana. Manabii wa uongo wakafukuzwa, tupiliwa mbali, walioonekana wa kuheshimiwa wakadharauliwa. Na tutakapoliendea neno, hatumuoni mwingine, sio mfalme mwingine, sio Yoshua, sio Yosia, hakuna mfalme mwingine, bali tunaye mfalme wa wafalme ambaye ndiye yuko kwenye kitabu. Huyo akija kwetu atatubadilisha, na atabadilisha. Akisha kutubadilisha sisi, tutabadilisha yote yanayotuzunguka. Bwana Mungu atutie nguvu tukione kitabu. Tukiona kitabu, yeye atatuwezesha kumuona mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, aliyefanya agano kwa ajili yetu. Yeye huyo ndiye tumaini letu, na huyo ndiye wokovu wetu. Tuombe. Baba na Mungu wetu, katika maisha yetu hatuhitaji kitabu cha fulani na kitabu cha fulani. Hatuhitaji kitabu cha mwezi fulani, kitabu cha mwaka, kitabu cha siku, kitabu cha wiki. Katika maisha yetu na kuomba, tujalie kukiona kitabu cha karne zote. Kitabu hiki kifanye kuwa kioo cha maisha yetu. Kitakapotuonyesha udhaifu wetu, tukubali kushuka na kuungama. Kisha tutakapokuja kwako Bwana, tupokee, tusafishe, tuongoze katika kuyatenda mapenzi yako. Tusigeuke kushoto wala kulia, tutulie katika kitabu, na huo ndio ukawe ni utulivu wetu na ndio wokovu wetu. Katika jina la Yesu naomba, amen.